ya mwisho hii nayo pia niseme kwa sauti kubwa. Naomba serikali tusaidie kwa changamoto ya TARURA. Kwa sasa unapokuta gari lenye mizigo pembezoni mwa barabara katika kipindi cha ukarabati, hawaelewi kuwa ni dharura tuliyoomba kutumia barabara, kwa hiyo wanakuwa wagumu na kadhalika. Sivyo? Niunganishe hapa na watu wa jiji wenyewe, migambo wa jiji, niunganishe pia na watu wa LATRA na kadhalika. Sasa statement yangu hapa ni kwamba falsafa ya uongozi wa awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kazi na utu. Niombe wenzangu kwenye serikali, tangulize utu. Tangulize utu. Na rais wetu kishasema tayari hizi kodi hizi faini hizi zinazoongeza mapato, lakini watu wanaumia katika mioyo yao. Hatuzitaki sana kwenye nchi yetu. Watu watoe kodi hizo na faini hizo, kwa nini? Kwa raha mstarehe. Kwa hiyo mimi niombe sana kwenye jambo hili, wenzangu kwenye serikali wanafanya wajibu wao, ni kweli, wanasimamia sheria, ni kweli, lakini nani ambaye kama kuna ukarabati unaofanyika? Nani? Tulikuja wote hapa tukafunga barabara hizi pamoja. Ucheleweshaji tumeuona wote kwa pamoja. Sasa hili linakuwaje? Ni jambo la kuwachukulia watu adhabu na kuwatoza faini. Kwa hiyo pengine nitaelekeza, kwa sababu hawapo wenyewe hapa, lakini nitaka nao kuwaelekeza ya kwamba yaani penye ulazima wa mtu amefanya makosa ya parking, na kweli naona kadhia, hata wakati tutakuja hapo unaona ugumu wa kupita kwenye hizo barabara. Wengine pia wanatumia fursa hiyo vibaya, anapaki gari yake hapo, anazuia njia, si ndivyo? Anasingizia kuna ukarabati. Kwa hiyo iko njia mbili. Wako ambao kweli kabisa anafika hapa anashusha mzigo aondoke, anatakiwa fine, anasumbuliwa. Mimi naelewa hiyo na siungi mkono. Lakini pia wako ambao wanakuja maksudi tu, anaacha gari yake hapo, anatusababishia foleni. Huyu ni kumwachia. Manake pia hata nyinyi mnaoleta bidhaa zenu pia anawakwaza. Kwa hiyo anawakwaza wafanya biashara, anawakwaza wapita njia, anawakwaza pia na wateja. Sasa sio kuwachekea. Lakini magari yanayoleta mizigo yanafahamika au hayafahamiki? Maana ni gari imekuja na mzigo unaonekana kabisa pale. Sasa mimi niseme itakuwa ni marufuku kuwabuguzi watu wanaoshusha mizigo hapa kwa ajili ya ujasiriamali wakati wa ukarabati. Na kama kuna ulazima wa kuchukua hatua, wachukua hatua hiyo kwa pamoja na uongozi wa soko. Manake wako muda wote hapa kufanya hizo kazi. Bwana, kuna huyu anafanya kazi hii, uongozi unafika, bwana kweli hii ni zaidi ya kushusha mizigo, hii ni kadhia. Hapo ni rahisi kuchukua, ni sasa kuchukua hatua. Kwa hiyo maelekezo yangu, jambo hilo tunalipiga marufuku, wasiwabugu wafanya biashara wanaoshusha mizigo yao, na nitafuatilia. Na tukimpata mtu anayefanya hivyo, tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini mimi ninapoongea watu wote wanakaa kwenye dawati. Kwanza kabisa awali ya yote kwa jinsi mkutano wa leo ulivyofana na jinsi ambavyo mipango na mapendekezo tuliyoleta kwa wadau ilivyopokelewa. Lakini si mipango tu ilivyopokelewa na wadau, ni jinsi ambavyo maombi tuliyopatia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, jinsi ambavyo ameyapokea kwa mtazamo chanya. Tuliomba kuhusu ukarabati, serikali ifanye kitu kwa kuongeza spidi ili watu watoke barabarani warudi ndani. Hilo amelisemea vizuri, na kwamba muda wa mkandarasi umeisha, atakwenda kushauri halmashauri na mamlaka husika ili wafanye review ya mkataba wa mkandarasi, ikiwezekana ukarabati umalizike haraka sana. Itakuwaje sisi ambao tulikuwa tuko ndani, labda tutarudi watu washafanya maombi mambo mengi. Lakini nimefurahi kwamba mkuu wa wilaya amejibu vizuri, na pia katika majibu yake pia amelei kutoka kwa waziri mkuu kwamba ashatuambia, ashatoa maelekezo kwamba utaratibu ni huu na utaratibu ni huu. Kwa hiyo
alivyotoa maelekezo kwamba hawa watu ambao wanashusha mizigo wasibugudhiwe. Hawa watu ambao pengine wanabugudhiwa na mgambo wasiwabugudhi, isipokuwa kama kuna mtu ambaye sasa yeye anavunja ile sheria kwa makusudi, sio mshusha mizigo na wala sio sasa hiyo ni kesi nyingine, lakini kama alivyosema kwamba ni lazima hao watu ambao wanashusha mizigo wahakikishe kwamba wanakuwa salama.